Usalama wa kwanza wa afisa usafirishaji unaanza na yeye mwenyewe, sababu bila kujilinda sisi wenyewe ni mtihani. Usalama wa kwanza unaanza na yeye mwenyewe. Kuna mambo mengine ni sahihi kwa watu ambao tunaamini Mwenyezi Mungu yupo, tunasema kila kifo kina sababu yake, lakini kuna vifo ambavyo unaviangalia vina ushawishi, kwa sababu mtu hawezi kusema natoka mimi hapa naenda kwenye msitu wote au pembeni au sehemu yoyote bila kujua usalama wangu ukoje na nimeenda vipi au nimeweka gadi ya maisha yangu ya vipi. Kwa hiyo hivyo vitu, usalama unaanza na yeye mwenyewe, kujali maisha yake na kuangalia jinsi gani ya kuweza kuenda maisha yake. Kwa hiyo akishajijali, basi na serikali iko nyuma yetu na sisi wenyewe tuko nyuma tena ya wote ambao wako nyuma ya ulinzi. Mimi naweza nikasema usalama upo mkubwa tu. Upo mkubwa kwa sababu ukiangalia kikao kilichokaliwa hapa wiki iliyopita, ambapo naweza nikasema ilikuwa Ijumaa, ulinzi umeongezeka sana, sababu tulikuwa hatuna ulinzi kwenye makao ya jeshi. Sasa hivi huwezi kuingia maeneo ya jeshi, ulinzi upo mkubwa. Ila nitotaka sasa kuomba maafisa usafirishaji wale wote tulikuwa tunasema wasitoke nje ya mji usiku, wawe makini. Kwa hiyo katika ile misitu ya jeshi sasa hivi kuna doria zipo za kutosha. Kwa hiyo uwezekano wa kufanya shughuli, kupeleka huduma maeneo yale husika, watu watapeleka, lakini kwanza usalama wake. Je, anapopeleka amemwambia nani na amefanyaje? Na kwa sababu na sisi wenyewe tuna maafisa operation ambao wapo usiku, wanatembea muda wote na wanafanya kazi na wenyewe usiku kwa niaba kuhakikisha hawa watu maafisa usafirishaji wako salama. Tumeliona hilo na tukaona sasa ni vema tuweke watu maalum kwa niaba. Walikuwa sio lazima wafanye kazi usiku, lakini ni lazima wabadilishane shift na wenyewe wafanye kazi usiku ili hawa maafisa usafirishaji wawe salama. Kuhakikisha tunaisaidia serikali na tunashirikiana nao bega kwa bega kuhakikisha tukiwa salama. Kwa hiyo ulinzi sasa hivi umeongezeka kwa sababu maeneo ya jeshi kama mnavyojua yalikuwa mpaka uingie kambini kabisa ndio unapata shida. Sasa kwa kweli hivyo vitu tumevichukulia kwa kasi na ulinzi umeboreshwa. Vijana wafanye kazi, lakini ulinzi unaanza na yeye mwenyewe. Asifanye kazi tu kwa kusema tu aende ovyo, hapana. Hakikisha kabla hajatoka kwenye kituo chake, watu wa kituo wanajua. Lakini mtu yote akimbeba anatoka labda sehemu za starehe au kamchukua wapi, at least atapita naye sheli tu, aseme napita tu sheli naweka mafuta. Akiingia naye pale sheli, basi kuna vitu ambavyo tutavifuatilia kujua huyu alipotoka, inawezekana alipita sheli, alimbeba nani mida hii au alipita wapi, tunajua. Na tumeomba watu wenye sehemu za starehe wote wahakikishe wanatufungia kamera za nje, kuhakikisha huyu mtu, kwa sababu bodaboda sisi tunapaki nje, na kamera zile za nje sehemu zile za starehe zitatusaidia, kwa sababu amembeba nani tutaona na tutaanza na nani. Kwa hivi vitu tunaomba watu wa maeneo ya starehe watufungie kamera za nje, ila vile vile tunaomba sana maafisa usafirishaji, hakikisheni usitoke bila kujua hata wenzako wamejua. Hata kama umepata abiria yani umepeleka abiria unarudi umeunga abiria, piga simu mwambie kuna abiria nimembeba hapa naelekea sehemu fulani. Akiona umepiga simu yeye mwenyewe atapata tension ya kusema huyu mtu ametoa taarifa, kuna jambo linaweza kutokea na 1 2 3. Lakini mazingira ya mjini hakikisha amepita maeneo ya sheri, kuna kamera, sheri zote zina kamera, apite maeneo ya sheri, atatusaidia sana.